Mnaniona au aweke jiwe? Au nipigie? Waongeze jiwe. Hapa sawa? Hapa vipi? Habari zenu mabibi na mabwana. Ndugu zangu wanahabari, kama ambavyo mnafahamu mimi ni shabiki mkubwa sana wa magari. Ni shabiki pia wa michezo ya magari. Mimi ni shabiki wa kitu chochote kinachoitwa gari. Hata tofali ukiliweka matairi ukaliita gari, mimi ni shabiki wake. Na ukitaka kujua starehe ya IST, nafikiri zungumza na mtu yoyote ambaye ana ndoto ya kununua gari. Kama unataka kujua starehe na raha inayopatikana kwenye gari aina ya IST. Mimi ndoto yangu ilikuwa IST, bahati nzuri nilianzia kwingine. Lakini hivi tunavyozungumza nayo IST ambayo inafanya biashara ya usafirishaji. Kwa hiyo najua starehe yake. Kwa hiyo wale ambao wanalalamika kwamba linakula mafuta waambiwa wapunguze milio, alafu waangalie raha wanazopata watu wa IST. Binafsi nafurahi kuwa sehemu ya project hii ya IST Festival ambayo inatarajia kufanyika tarehe 14 Februari 2026. Hii ni siku ambayo duniani wenyewe huko wanasema ni siku ya wapendanao. Kwa hiyo wakati wao wanapendana na wahalifu wenzao kwenye mahusiano yao, sisi tunakuja kupendana na magari yetu na vitu ambavyo tunavipenda. Kwa hiyo tutakutana hapa kwenye uwanja huu wa Coco Beach, eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya michezo hiyo. Wadhamini wengine pia hamjapotea bado, nafasi zipo, mnaendelea kualikwa mje kwa ajili ya kuongeza nguvu ili kuona tamasha likiwa linafana zaidi. Starehe ambayo nategemea kuiona mimi binafsi, kwa sababu kuna mpira, tutakuwa na bolu, hasa upande wa kina mama nitakuwa referee. Siku hizi unajua sichezi mpira, nimeacha kucheza. Yaani ukiniona nagusagusa ni uongo na kweli. Lakini kwa upande ambao na tena. Halo. Niko kwenye press ya IST Festival, subiri na kupigia. Una gari sawa? Umeelewa sijui? Kwa namna ambavyo vitu vinaenda, nataka kuwa referee wa mojawapo ya mechi upande wa kina mama ili niimarishe ulinzi pia. Lakini kikubwa ni kwamba kuna events nyingi ambazo zitafanyika. Tutapiga nyama choma hapa. Tutakuja kuangalia michezo ya magari ambayo itafanyika. Kuna gari aina ya AST ambazo ukiziona utabisha, na thamani yake inazidi IST ambayo inazungumzwa. Umenielewa? Kwa namna ambavyo watu wamezitengeneza kuonyesha kwamba wana mahaba kiasi gani na magari yao, tutakuja kuziona hapa. Lakini kubwa zaidi ambalo watu wengi hawalijui, mikutano kama hii ya magari, mikutano mbalimbali ambayo tunakutana nayo, especially ambao tunaozungumza, una watu wengi sana ambao watakuja. Haujui kwenye hicho kikao, kwenye hayo makutano utakutana na nani, kwa minajili gani, ili iweje. Kuna mazungumzo ya kibiashara yanaweza kufanyika, zinatengenezwa connections mpya. Kuna hawa ambao wameambiwa na Auto Medali kwamba ukiagiza IST unaagiziwa hiyo gari bure. Nasisitiza kwa sababu mimi mwenyewe nishai kuagiza magari, najua. Lipa CIF ndo gharama ya gari kutoka nje. Lipa kodi ya hapa. Hizo gharama zingine ndogo ndogo acheni wadhamini ambao wamefanyaje? Wameingia. Kwa hiyo kushiriki kwenye event kama hii kuna faida nyingi kwa mtu ambaye ana ndoto ya kumiliki gari. Kuna faida nyingi kwa mfanyabiashara wa biashara za usafirishaji ambao tumeona gari hizi kitumika sana. Anaweza kuwa anazitumia na akazipata. Lakini kama haitoshi, kuna connections nyingi ambazo tutakuja kukutana nazo hapa kwenye kuadhimisha siku hii kubwa ya IST Festival. Kwa hiyo mwambie rafiki kwamba tutakutana hapa. Mzalendo, baba, una gari? Baba, hapo nilikuwa nataka. Ngoja kwanza, una gari? Nayo. Tena sio gari, na IST ya maajabu. Sisi ngapi hiyo kwako? 1200 lakini ni ya milioni 50. Niona kuna mtu alinunua gari milioni 55 akalalamika. Sasa njoo ujionee gari IST ya shilingi milioni 50. Niliwaambia watu wanazitune gari, wanazicustom. Mind you, hiyo sio bei halisi ya IST IST ni cheap, affordable, lakini kama haitoshi, wale wenzangu na mimi kwenye masuala ya uchumi, kwa sababu wengi ni uchumi wa kati, ni gari ambayo haina milio hata kidogo. Achana na wale ambao wanalalamika na mishindo ya mafuta. Kwa hiyo machache na wakaribisha sana. Tuunge nguvu. Umeumia? Hayo ni machache. Yao. Hayo ni machache. Ni machache kaka. Bana, umesema IST yako inafanya nini sasa hizi?
Biashara ya usafirishaji. Umenikumbusha. Ndio. Wakati namiliki ST yangu ile, ulishawahi kuwa dereva wa usafirishaji? Nilikuwa nafanya afisa usafirishaji. Nilikuwa nafanya, ilikuwa inaitwaje kipindi kile? Taxify. Nilikuwa nafanya Taxify mwanangu. Na ulikuwa unajilamba. Ulikuwa unapiga sana. Nilikuwa yani kabla sijaingia kazini. Unajua pale ofisi yetu ya zamani unaingia kazini mchana. Unatangaza mshike unaingia usiku. Unaingia kuanzia saa 8 saa 9. Na bosi alisema kama una kazi usije kupiga umbea. Kwa mimi nikiamka asubuhi napiga kwanza Taxify yangu. Napiga afu mchana ndo naingia kazini. Nikaja nikaacha. Kwa siku moja nilipakiza bonge la demu. Nikamtoa Kinondoni, nikampeleka kuna hoteli moja Posta pale. Nikasema sifanye ujinga wa kupelekea watu mali zao. Nikaacha hiyo biashara hapo hapo. Ukawa Posta boy. Mtu wa delivery. Nikaacha kaka. Ukiwa wangu usimzingatie, nataka kutugombanisha. Tutaongea pembeni. Mkeo yupi? Mkeo yupi? Tutaongea pembeni. Okay sawa. Anataka kutugombanisha tu. Posta boy. Ulikuwa unasafiri unapeleka mali. Niliacha. Na siku moja nikapakiza watu fulani hivi, ndio watu wa Kigogo pale nikawapeleka Sea Breeze kule. Wakishua wakawa na hadithiana mambo ya tajiri. Kizungu kingi. Wakanitia hasira. Ujanywa Bluefen. Wakanitia hasira. Sisi tumesoma sio na Yazidi sio ile. Yazidi tunamjua bosi wako. Kuna kazi. Zaidi. Zaidi. Unawajua? Bosi wangu yule. Safi. Hivyo umenikumbusha. Mimi bado nafanya hiyo sometime. Sasa nilimbeba juzi kati nilimbeba huyo mwanamke. Yeye alikuwa kwenye gari yangu wamekosana na mtu wake. Sasa akawa hataki kumpokea nao yule ametoka mkoani. Kwa hiyo hapa hana mwenyeji. Na ilikuwa ni usiku wa saa 7. Twende mwisho wa story. Fanya story iwe fupi. Nishindwa kumsaidia. Alikuwa hana sehemu ya kwenda kwa sababu wanaume sisi tumeumbwa roho ya utu. Ukaona sasa hivi ana wiki ya 3 iko kwangu. Nataka ndugu zake wanipigie. Na huo ndo mwisho. Ndugu zake wanipigie tuweza kumsaidia. Binadamu ni huo. Ukimiliki IST, safari zako za mjini ni rahisi. Ukiamua kufanya biashara pia usafirishaji, maisha yako ni mepesi. Lakini kama haitoshi, unaweza kukaa na watoto wa watu nyumbani mpaka wiki 3. Bwana ile sheli ya TOT pale. Ukienda na 10,000 na IST anakuuliza tuweke yote. Au anakuuliza unaenda mkoani? Unaambia weka nusu. Anaweka 5,000 yako inabaki. Kwa hiyo ulikuwa unakuja ofisini tayari una kibunda. Ulivyoacha hujateseka? Hapana. Niko sawa nikaacha. Ila nimekula maisha mno na IST. Ndio maana hii gari mimi naithamini pakubwa mno. Mabwana mtakao hudhuria IST Festival. Tumepata wazo hapa. Hebu share na sisi story ambayo umewahi kukutana nayo ukiwa na IST, kama mmiliki au ukiwa umepakia au ukiwa kama mtu ambaye anafanya issue hizo za usafirishaji, alafu tupate kujua ni kitu gani. Tutagi sisi IST Festival pale Instagram, weka hashtag, iwe ni mimi, iwe ni Ahmed, iwe ni Ali Kamwe, Ali Shaaban. Bahati mbaya leo amepata udhuru, lakini na mzalendo hapa. Hebu tushare hizo story. Inawezekana kuna story ambayo inasisimua zaidi, alafu tukajimwaga na wadhamini wetu tuangalie tunakusaidieje. Maana inawezekana yalikukuta mazuri tukakupongeza, yakakukuta mazito pia tukakupa pole. Asanteni sana.